Chama chetu cha Mapinduzi ambacho ni chama cha Watanzania wote huwa hakijadili watu. Sisi tunajadili hoja na mambo ya msingi. Kwa hiyo kwa mzee wetu mzee Warioba, tunachoweza kusema au ninachoweza kusema kama msemaji wa chama, moja, tunamheshimu, lakini pili, astaafu vizuri. Astaafu vizuri kama ambavyo wastaafu wengine wamestaafu vizuri. Tulikuwa na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Msuya. Sijui kama amewahi kufanya naye mahojiano yoyote. Amemaliza kazi yake, ameacha wengine waendelee na nini? Na kazi na utaratibu wa viongozi. Hata mzee Jakaya anamnukuu, aliwahi kusema siku moja kwamba yeye akiwa rais, mzee Mkapa alikuwa anakwenda Ikulu bila hata kupiga nini? Hodi, anaenda na anamshauri. Sasa unaweza ukastaajabu kwamba Mheshimiwa Warioba amekutana na rais, siku 4 hazijapita yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomuomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika katika mamlaka husika na kuweza kuishauri kwa hekima kuliko kwenda kulalamika kwenye mitandao, kwa sababu kiongozi unapolalamika kila siku mtandaoni, sasa unakuwa na maswali mengi. Kuna hoja moja alizungumza mfano kwamba polisi walimsimamisha wakamwambia nini. Sisi tunajua mstaafu yoyote, hata mzee JK mfano akipita na gari ana escort, hakuna polisi anaweza kusimamisha huo msafara. Sasa nyinyi mnaweza mkajua ni kweli alisimamishwa au hakusimamishwa. Mimi nisiongee zaidi, lakini tunamuomba tu, kuna mheshimu, astaafu na aache ulalamishi. Asante. CCM ni chama kiongozi, ni chama cha siasa kikongwe, kwamba lazima tukumbuke kwenye records kwamba bila CCM hakuna upinzani, hakuna vyama vya upinzani. Maana CCM ndio walioridhia mwaka 92 kwamba tuwe na mfumo wa vyama vingi, japo Watanzania wengi walikataa kipindi kile, ila Chama cha Mapinduzi na uongozi wake wakasema lazima twende kulingana na mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo sisi, wanatoka watu wa vyama vingine kuja Chama cha Mapinduzi, ndio hoja yako imejikita hapo. Kwa nini tusiviache labda vikue? Sisi hatuiti mtu ndani ya CCM, ila watu wanakuja wenyewe ndani ya nini? Ya CCM. Mtu anaangalia sera zipo, ndio. Ilani inatekelezwa, ndio. Maendeleo yanapatikana, ndio. Hiki chama kinadumisha misingi ya kitaifa, ndio. Sasa mtu kwa nini abaki kwenye chama ambacho anaona hakitakuja kuchukua nchi hata kifanye nini? Wewe ni shabiki wa timu gani, mwandishi wa Mwananchi? Simba. Simba, na mimi ni Simba. Sasa tunaona kama mpira, mchezaji ukiona kule amekata tamaa. Juzi nimeona Kibabage Nixon ameondoka, ameenda wapi? Simba, si ndio bwana? Ametoka Singida, ila ukisoma ile taarifa kwenye gazeti nilivyosoma, wanasema kwamba ameenda ili akakue. Kwa sisi tunawaleta wakue, wakichoka wanaweza wakaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo sisi ni chama walezi, tunalea, na ndio maana 2000 na mwaka 95 Mrema alitoka CCM akaenda wapi? NCCR. Baadaye akarudi wapi? TLP huko, si ndio? Baadaye akaenda sijui chama gani kimemlea CCM, akaamua kutoka, chama kijamzuia. Ukija tena hapo katikati alikuwepo mzee wetu mzee Lowassa, amekaa CCM akaenda wapi? Chadema. Baadaye akarudi wapi? CCM. Akanusa hawa jamaa sio, lazima nirudi huku. Kwa hiyo bado tunatoa wito kwamba vyama vya upinzani ikiwemo chama cha Chadema ni vyama ambavyo bado tunavilea, kwa sababu ni vyama ambavyo ni vya matukio, na nyinyi mpo kwenye mitandao, kila ajenda ikitokea duniani wameshaibeba. Amekamatwa Maduro, wote wameenda na upepo wa Maduro, mmeona kwenye mitandao. Ikitokea kanisa limesema hivi, wote wameenda huko wanatembea nao. Ikitokea Diamond amesema hiki, wote wameshamvaa Diamond, wameenda naye. Sasa hawa tunawalea, wakisha komaa wakawa na sifa za Chama cha Mapinduzi, labda mwaka 5200 tunaweza tukasema basi sijui, lakini Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa chama kiongozi, kitawalea.